وأصلي وأسلم على حبيبه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين سبل الله أما بعد. Kama nilisikia kidogo alokuwa akijibu mudir Sheikh Samir bin Siddiq atala Allahu baqaahu, amin ya rabbal alamin, alikuwa akielezea sehemu ya ugavi alotoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unaofanyika baada ya mtu kufa. Lugha ya kitaalamu ugavi huo unaitwa mirathi, al-irth. Na uzuri wa ugavi huo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameashiria katika baadhi ya maneno kwamba Mwenyezi Mungu hakumwachia mtu, hakuridhia kumwachia yoyote agawe kile kinachoachwa na marehemu. Kwa lugha ya kisheria au ya kitaalamu kinaitwa tarika, isipokuwa amegawa yeye mwenyewe. Haya maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mwenyezi Mungu hakuridhia mgawanyo wa kitakachoachwa na marehemu kifanywe na yoyote isipokuwa kagawa yeye mwenyewe, na akatoa mafungu 6 tu yanajulikana katika hiyo fani ya ugavi inayoitwa mirathi. Kabla sijajibu sasa, nirudie ile kawaida yangu ya kukumbusha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameashiria kwamba hii ndio itakuwa elimu ya mwanzo kupotea. Kadiri zama zinavyokwenda elimu inapotea kwa ujumla wake, lakini itakayoondoka mapema na kusahaulika mapema ni elimu ya kurithiana. Maana ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusema hivyo ni kututaka sisi tuishabikie kuijua kwa wingi, ndo maana yake. Kwa hiyo nichukue nafasi hii tuikimbilieni elimu hiyo, kwa sababu hakuna asiyehusika nayo. Kuna baadhi ya elimu zinaweza zikakupita yani wewe kuzitumia, lakini ilmu ya mirathi inakuhusu uwe utakavyokuwa, utarithi au utarithiwa, utarithi au utarithiwa. Ima utapata kufungu au utakosa kurithi wewe, utatangulia kuondoka wewe, lakini nyuma utafanya utarithiwa. Kwa hiyo ni elimu ya lazima ya kweli kweli, kwamba ijulikane kuliko tebo ya 10, kuliko ile 1 jumlisha, ijulikane sana. Narudia tena, tuseme ni inshallah. Tutoe muda wetu tujifunze elimu ya mirathi, kwa sababu itaondoka mapema. Sasa tukirudi kule, mama huyu kafiwa na mumewe, kisheria anatakiwa apate fungu lake kama ilivyotaja hiyo sheria ya mirathi, zile hali zake. Hata kama mumewe ameacha kiasi gani, yeye ana fungu lake, anachukua hilo tu. Na Sheikh ametanabahisha vizuri kwamba watoto au ndugu wa mume wakasema huyu akae hapa hapa ale watoto, ndio moja ya katika ihsani hizo tulizoambiwa na mashekhe, wasarihuhunna saraha. Basi isiwe kule katika kuachana tu kwa uhai, hata huku kwenye kufa Uislamu haukatazi yule kubaki pale itakapokuwa sisi wenyewe tumeona tubaki naye. Lakini imekuja sasa ubinadamu, pengine hajaolewa na nini, na yeye anatamani kama inavyojulikana, likafanyika jambo baya, waliyadhi billah, naogopa hata kulitaja,
Mwenyezi Mungu atunusuru na jambo hili, atuweke mbali kabisa na jambo hili kidogo, kwa sababu huu ni muhadhara, kila nukta tunagusa gusa, kidogo tuonyeshe ubaya wa jambo hili, kwa sababu ndio fursa zenyewe hizi. Mama huyu akafanya hilo jambo baya, Mungu atukinge nalo, ambalo Mwenyezi Mungu amesema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan. Kasema hivyo, sikurubie, wala hakusema msifanye. Uharamu unaanza tangu kukurubia. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema azina yurithul faqra wa yanqusul umra. Zina nini? Zina hiyo inaleta umaskini wa kubobea, ufukara mkubwa, na inaua mapema, inapunguza umri. Wanachuoni wanazungumzia hadithi hii kwamba hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza mambo kwa mafuhumul mukhalafa. Anazungumzia kinyume mambo, baadhi ya mambo hapa, kwamba zina inaleta ufukara na zina inaua. Ukiitizama tu hadithi yenyewe ilivyo, sio sharti azini fulani, ikipatikana tu zina, ikipatikana tu mtaani, hivyo vitu viwili vinakuja. Yani sisi wote tuko hapa msikitini tunafahamu mambo yetu, lakini kuna mmoja huko anafanya hili jambo, basi umasikini umeingia mtaani. Umasikini kwa kufanya yeye huyo huko, na vifo tuseme vya kimbari, vifo vya haraka vya kustukiza visivyowezekana, navyo tayari vishachukua nafasi. Leo hii ndugu zangu, ni dunia inapata tabu sana, inateswa na jambo hilo tu. Inateswa, haiteswi na awamu hizi za serikali kwamba labda awamu hii mbaya, hii nzuri. Hakuna. Mimi huwa nafika pahala kusema ningelikuwa mimi naweza kuwashauri wanasiasa, hususan nafika zile nyakati za chaguzi, ningewaambia waingize hadithi hii katika ilani ya vyama vyao. Si kila chama kinakuja na ilani yake, basi ningeambia waingize hii, waingize. Tumeelewana? Kwa nini? Tabaan, kwa sababu kila anayesimama kwenye jukwaa wakati wa kampeni na akatutaka sisi tumvoti, tumpe kura, atatuahidi maisha mema. Atuambia nichagueni, nitashughulika na afya zenu. Si ndio? Nichagueni, nitashughulika na uchumi wenu. Si ndio? Nichagueni, nitashughulika na miundombinu yenu. Si ndio? Nichagueni, yani ili mradi anatutia hamu sisi tukimchagua yeye mambo yetu yatakuwa bien. Natumia lugha hiyo. Au kuna mtu anakuja vingine? Basi ingekuwa mimi ingeingizeni na hii hadithi ili aseme nichagueni, nitahakikisha kila mtu ana mke na zina haipatikani. Kwa sababu afanye atakayofanya, ikiwa hana mkakati na kusudio la kuondosha zina, hayo yote aliyopanga na kutuahidi kutufanyia halitofanikiwa hata moja. Halito. Na ndio mnavyoona tunapiga mark time, wanakuja watu na mipango mizuri, lakini kwa sababu hawaigusi uchumi ndio hivi tu, na maradhi yanazidi tu, kwa sababu ya katika tunapokea kwa mashaka zetu. Wengine wanasema ni katika riwaya zile Israiliyati, wengine wanasema ni riwaya hasa. Sisi tunapokea kutoka kwa mashaka. Anasema inasemekana wakati wa Nabii Allah Musa alayhi salam, Banu Israil na wale maadui waliamizana ili tumshinde huyu, tumtie tabu,
tuhakikishe ipatikane zina moja tu. Na isikana lilifanyika hilo, na mutlaka wa kufanyika zina hii moja tu, walikufa ghafla watu 60,000. Tuulizane mimi na wewe, tuko hapa msikitini muda huu baina al-maghrib wal isha, zinafanyika ngapi huko? Zinafanyika ngapi? Yani hapa sisi tuko hapa, huko huko kufai. Kwa hiyo kila mmoja yurithul fakhra wa yanqusul umra waliyadh billah. Kwa hiyo ni wakati tumekutana, tunafanya mhadhara wetu, tunakumbushana, na limekuja swali kama hili, tusilione ni kitu cha kawaida. La, ni hatari kubwa. Turudi pale sasa. Bi mkubwa yule kafanya lile jambo baya. Ubaya zaidi sasa anakuja kapata watoto, na watoto anataka awalahikishe na mirathi ya mumewe yule, na akasema mimi ndio mwenye mali. Sio sahihi na ni makosa, na wale watoto hawamrithi yule, hata kama ingekuwa wamezaliwa ndani ya ndoa na mama huyu, hawana satwa na kurithi katika mali zile, kwa sababu haziwa husu katika hayo mafungu ya mirathi. Na neno la kusema kwa sababu kachuma aliyokuwa mume wangu mali hizi ni zangu, la, haiwezekani, kwa sababu yeye ana fungu lake, na inawezekana kashapewa, labda kama kurithi hawa watoto watarithi katika hicho kidogo walichokirithi yeye kutoka kwa marehemu mumewe. Imefahamika? Wa ma alaina ila al-balaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.